Mtazamaji, kulingana na habari ambayo tunaendelea kuipokea ni kwamba gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya nyumbani kwake amezingirwa na maafisa wa DCI wakiwa tayari kuweza kumkamata kwa sababu ambazo hazijulikani. Nimekuambia habari kuhusu Rigathi Gachagua, maafisa wa DCI kuzingira nyumba yake muda mchache kwamba umeweza kupita, na sasa hivi tunapata habari nyingine kwamba maafisa wa DCI wamemzingira nyumba yake gavana George Natembeya huko nyumbani upande wa Trans Nzoia, wakiwa tayari kabisa kuweza kumkamata kwa sababu ambazo mpaka sasa hivi hazijulikani. Kwa sababu kwa Rigathi Gachagua kidogo nilikwambia kwamba huenda ikawa anataka kumshika kwa sababu ya yale matamshi yake. Alisema kwamba 2027 wizi, kura zikiibiwa tutarudi 2007-08 vile mambo yalikuwa yanachemka. So kwa upande wa George Natembeya amekuwa akimkosoa serikali ya Kenya Kwanza sana. In fact George Natembeya ni mtu pekee kutoka Western Kenya ambaye amekuwa akikosoa sana serikali ya William Samoei Ruto, left, right and center. So nataka kwenye hii video tuangalie baadhi ya video ambazo zinaweza zikawa zilifanya George Natembeya aanze kutafutwa na maafisa wa DCI, alafu tuendelee. Hii Kenya hii msipojunga watu wetu na wengine pia tutakuwa na taifa la Kenya. Wajumbe wote wa Kenya wote wanaogopa rais kweli kweli. Hakuna mwenye anaweza kuambia rais Ruto kitu. Wote sio wamepewa nini? Wanapewa pesa kujenga masoko kazi ya gavana. Wanapewa pesa kujenga barabara kazi ya gavana. Wanapewa pesa kwenda kujenga mahospitali kazi ya gavana. Sasa kazi yao ni kusema tu yes sir plan fagi. Mpaka siku gani? Hizo wamekuamilia shilingi bilioni 10 ya kujenga mabarabara. Hata wabunge wapewe pesa waweke kwa kera wakule hiyo pesa. Nyinyi mtakubali kweli? Na sisi kama gavana tumesema kama hiyo pesa ya kujenga barabara tupewi, hata hiyo budget wakae nayo tufunge makaunti zikae. Unataka kujifanya kwamba kuna serikali ya county na siku na kila siku tunabeba kibaba kule wenda kuomba pesa. Kwamba na hiyo pesa ni wananchi wametoa ushuru. Sisi mheshimiwa rais hatupembelezani na wewe tena. We are not doing it. Fanya kazi vile katiba inasema. Fanya kazi vile katiba inasema, si ndio? Tuko na commission ya revenue allocation ambao wanaangalia kikapu ya serikali, wanasema hii pesa ikianzi inaenda kwa national government. Hii inaenda kwa county government. Hiyo proposal ikienda kwa National Assembly, wabunge wanakatakata pesa ya county yote wanapunguza na kupaki karibu na zero. Hatukubali kama watu hawataki counties, wataambia hawataki counties, we close down and forget about father. Ilipaki kidogo hivi. Sina madharau mimi, sina kiburi, lakini pia ukweli mimi nasemanga ukweli. Maana sema ukweli ikuokoe. SHA haifanyi kazi. Linda mama hakuna. Tukitibu watu, tukiomba pesa kwa SHA hakuna refund, maana pesa yote imepuliwa. Serikali weke pesa kwa budget ya kutosha, ingize kwa SHA ili tukitibu watu wetu wanatupatia pesa ya kununua dawa. Watu wanakufa, mnatuambia bado mnarekebisha SHA. Ugonjwa ingojei. Kama ilikuwa ni njia kuzuia ugonjwa kidogo, ingojei kutengeneza SHA, ingekuwa sawa sawa. SHA ni kitu ambacho kinataka kurekebishwa kama jana. Ama namna gani? Ili watu wanakufa bwana. Watu wanakufa kwa magonjwa ambayo yanazuiliwa. Na wanatupatia story. Na rais mwenyewe anajua kwa afya kuna matatizo. Maana sasa kwa miaka miwili ameweka mawaziri 3 kwa afya. Nakumicha, Deborah, sasa tuwale. Afya iko na shida. Mambo ya CBC haifanyi kazi. Watoto wetu wamepoteza miaka miwili kwa kitu inaitwa junior secondary school, watu wetu hakuna masomo yanafanyika huko. Pango, walimu hakuna, laboratory hakuna, vitabu hakuna. Sasa watoto wetu wamepoteza miaka miwili hadi junior secondary. Mwaka ujao hadi grade 10 ndio wanaenda secondary. Sasa wale walimu ambao wamengojea watoto wetu hawajapelekwa training ya CBC. Watoto wetu wanakuja na CBC, wanakuta na mwalimu wa 844. Sasa hii mambo itakaa namna gani? Ati watoto wanafanya mtihani na wanapita wote. Hata mwenye aendangi shule. Hii mfumo wa elimu iko Kenya peke yake. Hakuna mahali nyingine dunia hii. Na ukiongea hivi watu wanakasirika. Saa hizi secondary education takana kuwa bure. Lakini watoto wanafukuzwa kila siku na walimu, si ndio? Kwa sababu serikali haijaleta pesa, serikali imeshindwa kuleta capitation. Sasa hii ya CBC gharama yake ni maradufu, ni mingi. Kufikia next year lazima kila shule ya secondary kuwe na laboratory. Na sio laboratory ya mchezo, laboratory ya ukweli. Hiyo pesa ya kujenga lab itatoka wapi?
wanataka kuongeza school fees, wanataka kuongeza nini? Ushuru. Nyinyi mtakubali maneno kweli? Mtakubali maneno kweli? Wanaambia watoto wa miaka 12, 13 mwaka ujao atachague kama ataenda kuwa daktari, aende afanye hesabu na biology na nini, mwingine aenda achague kama atafanya CRE na history na nini, hata wengine wachague kama ataenda kupiga gitaa. Sasa watoto wote watachagua kwenda kupiga gitaa. Na mtoto akiamua ameamua. Hiyo mambo ya sports academy, talent academies Kenya hii, nataka watuambie wapi moja ambaye mtoto atawacha masomo aenda apige piano mpaka kuwa international star. Gani? Hapa mkutano hapa Serengeti. Wapi sports academy? Hii ya Koriri hata si sports academy hiyo. Sports academy ni kitu ya mchezo. So watu wanaenda wanaangalia vile wazungu wanafanya mambo, wanakimbia wana. So ikifika next year mtaona kutakuwa na crisis Kenya hii. Na mimi nimeambia president nikirudia, ako na masikio wacha asikie. Maana kwa serikali yake hakuna mtu anaweza kumwambia ukweli, wote wanaogopa yeye. Na dunia hii hakuna mtu ambaye anajua kila kitu. Lazima uambiwe. Hata mimi nikienda Kondo lazima nyinyi mniambie natembea hapo umepotea. Na lazima nisikilize, si ndio? Kama hataki kusikiliza shauri yake. Lakini CBC haikuwa yake, ingewe ilianza kwa serikali ambayo ilikuwa deputy president. Lakini So mtazamaji, kulingana na vile George Natembeya amekuwa akizungumza, nadhani kwamba nimekuchezea baadhi ya videos tu. Natembeya amekuwa akizungumza kila siku akikosoa serikali ya Kenya Kwanza na akikosoa viongozi hapa nchini Kenya. Sijui wewe kwa maoni yako mtazamaji wangu, unajua kila mtu ana maoni yake, hata mimi nina maoni yangu na wewe una maoni yako. Ningependa hapo sehemu ya comment section uniambie kwa maoni yako. Unadhani kwamba kweli George Natembeya anafaa kushika kwa sababu ya mambo ambayo alikuwa amekuwa akiyazungumza, ama unadhani kwamba hakuna kosa ambayo amelifanya George Natembeya? Kwa sababu nimeona kwamba watu wengi sana wanamfuatilia, watu wengi sana wanataka George Natembeya aweze kukamatwa, sana sana wale ambao wako wafuasi wa Musalia Mudavadi pamoja na Moses Wetangula. Ni watu ambao ni maadui sana na George Natembeya, kwa sababu amekuwa akikosoa sana Wetangula pamoja na Mudavadi, akisema kwamba wamekuwa viongozi kwa muda mrefu lakini hawajaleta mabadiliko yoyote upande wa Western Kenya. Ukiangalia Peter Salasya pamoja na George Natembeya, hao ndio viongozi pekee ambao wanaonekana, mtazamaji wangu, wanaweza wakabadilisha upande wa Western Kenya, na ndio maana unaona vita imekuwa nyingi sana wakati yao na serikali ya Kenya Kwanza kwa sababu ya Musalia Mudavadi na Moses Wetangula. So sijui na maoni gani, niachie hapo chini katika sehemu ya comment section, na usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.